Kuna swali ambalo nilishindwa kulijibu kipindi kilichopita na ningependa kuliangalia leo mwanzoni hapa, na kama kuna maswali mengine basi walau naweza kuuliza tu. Mengine kulikuwa na maswali tulishindwa kuyaongelea au kuyasikia. Swali hili ni juu ya maisha ya kawaida, hasa yanayohusu maisha yetu ya kitawa. Ni swali practical. Anauliza hivi: ni kwa nini watawa wa kiume hawavai mavazi yao ya kitawa mara kwa mara, tofauti na kwenye misa ama matukio ya kikanisa, ukilinganisha na watawa wa kike? Wao muda wote huwa na mavazi yao ya kitawa. Je, sababu ni zipi? Je, taratibu na kanuni za kitawa zinasemaje kuhusu hilo? Je, ni sahihi kutovaa vazi la kitawa sehemu tofauti na kanisani au kwenye masuala ya usuyo kanisa? Nasema swali hili ni kubwa, lakini nahusu maisha ya kitawa na hata ujumla wa maisha ya kiimani. Ningesema Yesu aliyeuliza ni mtawa mwenzangu au vipi, lakini ningediriki kusema maneno machache kuhusu swala hili. Mavazi ya kitawa ni nini? Yametoka wapi? Ndio unapozungumzia kitu sio juu juu tu, kuangalia pia origin yake. Maana ni kama wenzetu Waislamu wanavaa maibui na vilemba wakidhani ni sehemu ya imani yao. Hiyo sio sehemu ya imani yao, maana ni vazi la watu wa jangwani. Maibui, huwezi kuishi jangwani bila kuwa na kilemba, utakufa, kwani ule mchanga unaingia mpaka kwenye mapafu. Kwa hiyo lazima uvae kitambaa usoni na kufunika macho, huwezi kuona. Sisi hatuna mazingira hayo, lakini mazingira ya jangwani. Kwa hiyo mavazi wanaovaa hapa wakina mama wanajifunika mpaka machekecheke na mpaka wanafunga kila mahali. Ile ilikuwa ni shauri la kiafya la kujilinda na kujikinga, kwa sababu kule kuna sand dunes na upepo mkali sana huko jangwani, na kama unaacha midomo na mapua na macho hata masikio, mchanga unaingia ndani. Na sio mchanga huu tulionao sisi tunaojua, kuna mchanga ambao ni mwepesi kuliko, ni kama hewa, hata huwezi kuona, lakini huko kwenye hewa. Kwa hiyo sababu hiyo walijilinda kwa namna hiyo. Kwa hiyo sio sehemu ya imani ya Kiislamu, ingawa wamekuja kufanya kuwa ndio kitambulisho chao. Sio sehemu ya imani, kwa sababu mabedwini na watu wa kaskazini huku sehemu za Algeria kaskazini mwa Mali kule, na wengi wote huko na sehemu zote za Uarabu anavaa mavazi hayo, ni mavazi ya nyumbani. Akifika nyumbani anayavua, kwa sababu ndani kuna kuta ambazo zinazuia ule mchanga mwepesi sana. Nilishangaa sana nilipokuwa nasoma huko na sehemu nyingine huko Ulaya kwenyewe, hata Ulaya unafunga madirisha yote, tena yale ni yale mafungu yenye locks, double windows, na zile shutters unashusha shutters unafunga, lakini asubuhi unakuta masizi yameingia mpaka kwenye kompyuta.
na anapita wapi? Basi kama we hewa inapita, unayapata hewa ile masizi ya magari yanayopita, ile carbon ile na ipo kwenye hewa. Nimeshangaa na tangu wakati huo nimeogopa kabisa, nimeogopa kweli. Yaani huwezi kukwepa magonjwa haya ya kansa na nini, huko huwezi kukwepa. Magari haya tunashabikia sana, gari inatoa sumu kali, lakini ndio maana miti inakufa. Hata ungefanya nini? Mimi nimeishi kwa miaka mingi kweli, na nimeona kweli miti inakauka kule juu yenyewe tu. Nashangaa. Sasa ndugu zangu, ni hivyo hivyo, nataka kusema tu asili ya mavazi hayo pia yanaendana na sehemu shirika lilipoanzia. Mavazi ya kishirika yameanzia na mavazi ya watu wa kawaida mahalia. Origin yake ni mavazi ya watu wa kawaida. Watawa hawakuwa na pesa ya kwenda kushona nguo maalum, walienda kama walivyokuwa. Na kama wewe shikano limeanzia Uarabuni, wana mavazi ya Kiarabu, utakuta wale kwa mfano watawa wanaoishi Middle East wana vilemba, lakini sio Muislamu, ni Wakristo, lakini wanavaa mavazi mahalia yanayofanana na watu wa kawaida. Na sasa hayo walipoenda kuanzisha utawa sehemu nyingine, wasiokuwa na mavazi ya aina hiyo wameonekana ni mavazi rasmi yao, yakaonekana kama ni kitambulisho chao. Kwa hiyo ukikutana na kwa mfano wale mamungu watawa wa Kiorthodox, nafikiria utakuta yale makofia yao pamoja na kivilemba vyao, na inashuka inafunga mpaka kwenye macho, inafunga mpaka kwenye masikio. Ni mazuri sana, funga na inafunga kichwa chote, na una admire. Lakini ni mavazi ya watu wa pale, ni vilemba vya Kiarabu vile, na kufunga ising'olewe, isiondolewe na upepo unaokuja. Sasa likawa vazi la watu kama Basilians, wale wa utawa wa Mtakatifu Basili, wale wanaokaa kwenye mapango walijifunga. Wale wanaotoka India walivaa mavazi ya Kihindi. Sasa ikawa vazi la kitawa, watawa wanaotoka. Kwa hiyo ukiangalia hivi naweza kuambia hawa wametoka mahali fulani, kwa sababu ni mavazi ya wale watu wa kale wa zamani zile. Siku hizi wanatembea hata uchi, wengine wana hata mavazi, lakini zamani hivyo ilikuwa. Watawa kama wa Francisco na makapuchi yetu, makapuchi tulionayo sisi yalikuwa ni ya kujifunika wakati wa mvua, wakati wa barafu na shuka, in the snowy areas. Mkulima shambani ataendaje hivi kichwa wazi bila kuwa na ile kapuchi inafunika? Snow dunes zinapita. Kwa hiyo ni mavazi yalikuwa na walinda na mazingira husika. Na sasa walipokwenda mahali pengine, wa Kapuchini wa Francisco, vazi la Francisco sio Francisco alidesign. We don't read anywhere he designed that. Au mmesoma nini? Nadhani hakuna ambaye soma kuliko mimi kati yenu wote hapa. Msu wa Francisco, I'm the oldest here. Labda tunazidiwa na Conrad ambaye basi Conrad. Basi lakini hakuna mahali unakuta kwamba Francisco ameandika kwamba vazi letu tumelidesign hivi na walifanya kikao wakasema tuvae hivi. No, ilikuwa vazi mahalia la wakulima, the lowest, not the highest, the lowest people, the common people, common folk, ndio walivyovaa. Kwa hiyo mavazi ya kitawa yanatokana na mahali utawa ule ulianza.
Wale waliokuwa nakaa kwenye miamba huko Roma, huko Ulaya, waliokaa kwenye mapango na milima na misitu, walikuwa wanavaa mavazi mazito, na hata wana kaperoni hapa inayoshuka ili kuzuia ile baridi. Sasa mavazi mengine yalikuwa mazito sana, ni magunia. Watu kwani walikuwa wanavaa nguo gani? Zilikuwa weave, walikuwa wanazitengeneza kwa kutumia mashine zile za weave, ni nzito. Kwa hiyo watumia sufu huku utatengeneza sufu hapa. Mimi nashangaa kuna watawa wanavaa sufu ajabu sana, unaungua mpaka unashangaa. Sasa kwa hiyo asili ya mavazi haya hakuna, sidhani kama kuna utawa, labda hawa modern sasa ambao wamekaa chini wakasema mavazi yetu yawe hivi. Hapana, waanzilishi walivaa mavazi ya watu kawaida, especially wakulima au wachungaji. Wale watu walivaaje? Hivyo watawa walivyovaa, na hawakuonekana tofauti na watu wa kawaida, na they were approachable. Waliweza watu kuwaendea kwa sababu walijiona ni mwenzao ambaye ana maono tofauti. Hata manabii hawakudesign nguo za kuvaa kama labda Elia na Elisha au manabii wote. Hata Musa hakuna nguo ambayo alidesign. Waliodesigniwa nguo zao ni makuhani ambao wamefuata maelekezo ya Mungu mwenyewe. Maana Mungu alieleza, kwa mfano kitabu cha Kutoka kimeeleza nguo za kuhani ziweje, na hiyo ni Musa amefunuliwa hivyo na Mungu, na hakuna kubadili. Kwa hiyo wale waliokuwa wanahudumia rasmi katika madhabahu na mahali patakatifu, hao walipata maelekezo ya namna nguo watakazovaa. Lakini watawa ambao ni mithili ya manabii, watu ambao hawako chini ya mfumo fulani. Unajua sisi watawa hawako chini ya kanisa rasmi, institutional church structure. They are out. Ndio maana kuna watawa makuhani na kuna watawa walei, walio wasio makuhani. This must be known, and that's why they are there in the middle. Very confusing. Lakini mavazi yao wamekubaliana wavae hayo. Sasa baada ya historia ilivyoendelea, kwa hiyo tuseme tu mavazi ya watawa ni mithili ya mavazi ya manabii, ambao manabii walivaa mavazi watu waliokuwa wanavaa. Kama ni makanzu yale, sio kwamba alienda kushona vazi lake rasmi kama kuliko vazi la nabii la manabii. There's no such a thing. Nitokana na nguo walizovaa watu wa kawaida, na ndio maana they could easily mix up with the people. Na kwa hiyo awali ya yote tujue kwamba mavazi ya watawa wale wa zamani, tuseme hasa tunaita orders, kama Benedicto, kama Basili, kama wakina Augustinian, wakina nani hawa wa Dominico, wa Francisco, wa Carmelite, wa Carmeli. Hawa ndio orders, and they are oldest orders. Na mashirika yote duniani yanapaswa kufuata mojawapo ya kanuni za hawa mashirika makuu, orders. Hakuna hiyo inaitwa congregations kama hawa wengine waliokuja juzi kama hawa waliotuzunguka hapa. Hakuna orders, wako wanajulikana. Augustinian, wa Francisco, wa Dominican hawapo hapa. Kuna wa Dominican na wahubiri wale hawapo hapa Tanzania, lakini nimepata habari hivi karibu wataingia tu. Lakini kuna wanaotaka kuja kusoma hapa hii shule. Kwa hiyo kuna tofauti iliyopo ni hiyo. Haya mashirika mengine tunaita congregations.
tofauti na orders. So we are Franciscan order, Basilican order, Augustinian order, Dominican order. Haya ni mashirika makubwa ambayo yalianza mpaka nafikiri kwenye karne ya 6 yakaisha. Hakuna kuanzisha mapya, hakuna mapya. Sasa hawa kanuni zao ndio zinachukuliwa na watawa wengine wote, na kanisa aliruhusu kutengeneza, hakuna order nyingine. I don't remember the ecumenical council that decided that would be we have the last order, sijui watu, lakini ndio hivyo. Sasa hawa wote orders wale, hawakuna mtu aliyedesign mavazi yao. Mavazi yao ilitokana na waanzilishi wao walivyovaa wakati wanaanzisha, na kwa hiyo wale waliofuata walivaa mavazi ya wale waanzilishi wao, na hao waanzilishi walivaa mavazi ya watu wa chini waliokuwa wanaishi nao. Francisco alichukua vazi la wakulima na wachungaji, na ndio vazi la Capuchini na la wa Francisco au wote hapa. Rangi hizi is nothing, na cha rangi ni utajiri. Hali ilikuwa hivyo, na ndivyo nimesema tena, hawa waanzilishi ni aina ya manabii, actually they are prophets of their own time. Wafuasi wa Yesu hawakuwa na mavazi rasmi, walivaa nguo za watu waliokuwa naishi nao. Paulo hakuwa na vazi lake la rangi, nasema lazima aonekane, au wakina mitume au wale presbyters, manake wazee wa makanisa. No, they were living like the rest. They had no official garments, nasema, or habit. This is a term which appeared just recently. Lakini walikuwa na nguo za kawaida, na nimesema tu waliokuwa na mavazi rasmi ambayo huwezi kuingia pale ambapo ni wale watumishi walioteuliwa na kanisa kwa ajili ya kuhudumia altareni. Hao walifuata maagizo aliyopewa Musa kwenye kitabu cha Kutoka na kitabu cha Walawi. La sivyo hakuna mavazi rasmi ya wahudumu wa kanisa, ni hao tu. Sasa haya yameendelea, ikaonekana hawa wanatokea, wengine wanavaa brown, wengine wanavaa nyeusi, wengine wanavaa nyeupe, wengine ni zile orders kadiri ya watu wahusika pale wanaovaa hivyo. Tujue hilo la kwanza. Baadaye kanisa limeendelea na ile mtindo wa kufuata utamaduni mahalia. Kanisa was not blind and closed into itself. It was open. Tangu mwanzo, manake limeenea huko na huko na likachota mambo mengi huko na huko. Kwa hiyo ndio nakuta varieties of different habits or religious habits na marangi mbalimbali kutokana na universality of the church, that characteristic. Sasa kanisa kwenye Middle Ages limejikuta ni power, likawa power. It's a power to reckon with. The rest of the dunia nzima ilikuwa chini ya kanisa. Pope was the king of kings, representing God as the absolute monarch. Ndio ilikuwa kwenye Middle Ages. Papa alikuwa ndio anatawaza wafalme, anatawaza na kuweka amri. Amri yake ni moja na wote wanafuata. Aliye challenge ni ule mfalme Henry wa Uingereza, huko akaleta shida. Lakini papa alikuwa. Sasa hawa ikawa kwenye kanisa. The church found itself above the law, the civil law. Si kama mnasoma mambo haya huko, kanisa lilikuwa na power hata kwa kuua, kwenda vita, kufanya nini. It was involved in many of these tragedies, unfortunately. Lakini ndio hivyo ilivyokuwa. Sasa katika mazingira yale walijiweka juu na kuwa na power
na hata watawa ambao ni sehemu ya kanisa ilijikuta inaingia kwenye hawa. So ilibidi wajulikane na kujitambulisha kwa muonekano wao, namna walivyovaa. Utakuta sasa wamevaa Roman collar. What do you come from? Ilitokana na Roman collars ilikuwa inavaliwa na wakubwa wa kanisa wa taifa la Warumi. Mfunga baridi ile. Unafunga hapa, wavai tai. Tai zimekuja hivi karibuni. Tai ni aina scarf. Kwa hiyo yote haya ni maendeleo yaliyokuja kwenye wakati ule wa tunaita Middle Ages. Na watawa wakajiingiza huko, they were part of the church. Na kwa hiyo ili watambulike kwamba huwezi kumpeleka mahakamani mtawa, huwezi kumpeleka mkleri, huwezi hata kutamka neno ukikutana njiani, Yesu Kristo. That was milele. Na ndio watu, people are still dreaming like that. Yes. So they were very powerful. Na wakaiga mavazi ya wenye madaraka, mamlaka. The Pope alivaa kama na hata tiara ili. Where did it come from? Peter did not have this magnificent. Ni ajabu, ukiangalia haiwezi kununuliwa popote hata kuuzwa. Yale matiara walikuwa navaa, le kofia la dhahabu tupu, almasi. Nimeona ile ya Gregory, nikaona zile ambazo ambao kina Pio. The last one kuvaa ni Paulo wa 60s, ikawekwa pale. Na kanisa lilipoanza kufilisika, walitaka kuuza limoja wapo. Wakati la kumtawaza papa, alikuwa the king of kings. Kwa hiyo alikuwa navaa nafikiri kama kilo labda 30. Sijui kichwa kilikuwa kizito namna gani. Ndio maana walikuwa wanashikiwa kitu kinawasukuma wanaenda wakati wa coronation of the Pope. And this is the imitation of the bishops. Na sababu walau wale wazee wenzangu hapa wanakumbuka walikuwa navaa ile manto ile. Sio? Umeshaona manto ile? Haipo tena. Lakini nakumbuka wakati kardinali anafanya jubilei yake, nilikuwa nasoma pale hapa Dar es Salaam, na alikuja na ile manto. Watu wameshika, watu 6 huku na 6 huku, wanasukuma. I think people have seen, even some of the bishops wanted to feel like that royal thing. It's a royal habit, ni royal vestment. Sio watu wa kawaida. Imetoka wapi? Papa, wale mapapa wa awali walikuwa navaa kaniki na pia hata labda sandali tu. Wale wa kwanza wakina Albinus na wengine wale Walinus na hawakuwa na kitu. Wakalisti, wakina Polycarp na walikuwa wanavaa nguo za kawaida, kaniki au kitu fulani. Sasa hawa wakaingia kwenye Middle Ages, wakawa the kings royal, na wakawa design mavazi yanayoendana na hali hiyo ya kifalme. Mababu yamepambwa sana. Some of the priests, I'm sorry for that, I'm sorry, there's no deacon here. Utaona unaenda kuweka misalaba huku na huku na huku na huku na huku. Those were not me. Hapo tunaongea hapo. I hope they understand me. Nawaambia mavazi ya padri na wale wanaoshona sister pale kwako, tulishagombana nao pale nyumbani pale. You ask them. Yule mmoja alikuwa anashona, amefariki mwanzoni miaka 10 iliyopita. Sister, au ulikuwa hujaingia utawala?
Kuna mmoja alishona pale, mimi nisikia aliugua, lakini nilizungumza naye karibu nusu saa. Kamwambia mavazi ya nani aliwaambia mshoni namna hii? Mapadri wanakuja wanataka design hii na mapambo. Kamwambia kwa kweli ni kinyume. Padri hapaswi kuwa center of attention katika ibada. Yeyote yule anaongoza ibada ajue sio yeye, ni Kristo. Huyo sio ndio unakuja unajipamba na kujipaka yale mafuta ya studio. Mafuta ya studio yanang'ara. Kasema that is wrong. You should never be the center of attention. The center of attention is the Christ, not the priest. Kwa hiyo watu wanakuangalia amevaaje. Ukishaona watu wanakuangalia umevaaje, unaonekanaje, umekosea. You are off the road. They should not see you even if it is possible, but they will see you because you go corporeal. Unaonekana. But actually the priest must not distort the whole thing. Yeye ni kitu kilicho pale kinachofanya yale ambayo Kristo anayafanya hapa. Kwa hiyo asivae vitu vinavyo attract attention ya waumini, badala ya kusali wanamwangalia padri, kiatu chake mwisho wa dunia. Kiatu. You see? Suruali nyosha sana, padri umechafuka. Na ni kosa. Misalaba mikubwa. Msalaba wewe ndio Kristo wewe. Yes, you represent, but you are not the Christ. You represent Christ. So that is what I told many of the deacons. Naenda wakienda huko parokiani, it happens okenya naliambia, naona some nini mapambo na wanaenda, sister nimepata zawadi. Waumini wanataka padri wake apendeze kwani harusi. Kwa hiyo mkumbuke, even when you go up there, you wote wanaofuata mafundisho haya wajue the center of attention should not be the minister, is Christ. So they should not be swerved. Yani wasipelekwe nje ya sada na ibada kwa kuangalia vitu alivyovaa kiongozi wao. Kiona kiongozi ana attract watu badala ya Kristo, ameharibu. Nasikia mwalimu. Kwa hiyo utakuta mavazi waliokuwa navaa makuhani na Walawi ni kaniki, natoka juu mpaka chini, naitwa kitoni, toka chini mpaka juu, kanzu isiyokuwa na chochote. Na ile tunayovaa nimewambia huku wameshaharibu tena. Haya ilianzia wakati wa Middle Ages, ili walianza kuiga ufahamu vitu vya fahari za kifalme. Wafalme walikuwa waonekani, king is our king, ure. Sasa sisi tukachukua mavazi ya kifalme badala mavazi ya watumishi. That you should know the history of these things. Na yale ile simple plain white cloth inavaliwa, sisi tunavaa hapa sakristi. Mimi sipendi hata nani yangu, alba yangu haina msalaba mimi. No. Mwambie mimi ninayo pale navaa. Na ziko 2-3 navaa. Lakini ndugu ukionga, hii bana haipendezi. Ipendeze kwa ajili ya nini? Tunaenda basi mbele, ujue hayo tuyaweke kichwani, sio naenda kugombana na padri huko. Mimi sitasema sikumtuma ya kugombana, lakini wewe ujue kwamba vazi la kiibada halipaswi kumfanya yule kiongozi wa ibada distract their attention to what they are doing. Ibada inayoendelea, sala zinazosaliwa, sio padri, ni sala tunamsalia Mungu. So we should not put our attention to the servant. Ndio hilo, kama yule punda aliyembeba Yesu. Alifikiri watu wanamheshimu, kwa hiyo alikuja tena akaona watu wanampiga na mawe akakimbia. So that is what we should do. Sasa kutokana na mazingira ya Middle Ages, mambo mengi yamechukua sura ya kifahari. Sura hizi za kifahari hazikuwa awali.
zilianza na kanisa lilipopata nguvu na kuongoza nchi kwa mfalme wa wafalme wote Ulaya, the Pope. Therefore akaanza kuweka kama tiara ile ya kifalme yenye thamani. Wakati kanisa lilipofilisika kwenye miaka hii ya 80, I don't know what happened, corruption, kafilisika, walitaka kuuza ile tiara moja. Benki moja ya Marekani ikasema no, hakuna benki inaweza kununua hii. The cost of that tiara moja ile, kwa mfano Yohana 23 ni moja, wali auction ilikuwa Papa John Paul wa pili nafikiri ali auction, akasema we sell this thing, but no bank could buy, so they are there. Iko Roma kule, huwezi kununua kwa sababu ya gharama, dhahabu yake na almasi zake na embroidery zilizoko, mawe yale ya thamani. So utafilisi benki, so they failed to buy it. Why? Because it was so embroidered, ilikuwa imepambwa nani, sio sehemu ya kanisa.